Okay, habari za huko. Pole sana na kazi na majukumu mengi ya huko ulipo. Ni kweli wengi wananitafuta, kawaida wananikosa kwa sababu niko nje ya nchi kwa kipindi hichi kidogo, lakini kadri wanavyokuwa wananitafuta WhatsApp tunakuwa tunatatua changamoto, na kizuri ni kwamba huduma bado zinaendelea na huduma zinafanyika vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, haina tabu, endelea kufuatilia katika platform zetu zote. Kuna Insta, kuna TikTok, kuna YouTube hapa tunapo, lakini pia kuna Facebook pia kwa wale ambao kwa WhatsApp waliobahatika kuingia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, pia tunakuwa tunaelekeza kuhusu masuala mbalimbali. Tulishazungumza kuhusu vyakula ambavyo vinavyochochea uharibifu kwa uwezo wa kuweza kushika ujauzito. Tulishazungumza kuhusu namna sahihi ya kusoma mzunguko wako vizuri. Tulishazungumza hivyo kwa wale watu ambao wanafuatilia, lakini tulielekeza pia kuna baadhi ya mbinu ambazo napenda kuirudia hapa leo, kwamba iko hivi. Kwa wale watu ambao tayari walishatumia uzazi wa mpango, labda aidha sindano, aidha kijiti, aidha walitumia labda vidonge, au labda walitumia namna yoyote ile, wewe unaijua zaidi, labda kuna njia ya sindano ulitumia, lakini vishakuletea madhara muda mrefu, mzunguko wako haueleweki, unakuwa uko zigzaga, mambo hayaendi vizuri, unakuta unakiwa unashiriki unapata maumivu, unakuwa mkavu. Kwa hiyo wewe ndo tunazungumza na wewe kwamba kitu gani unachotakiwa ukifanya ili matokeo yako yawe mazuri, ili uweze kutoa zile sumu mwilini. Mfano, kitu cha kwanza unachoweza kukitumia tulizungumza, unaweza ukatumia mkaa ukachukua kidogo ukausaga, ukachukua ile poda kwenye kikombe, ukachukua poda kwenye kikombe, unakuwa unakoroga kwenye glasi, alafu then unakuwa unakunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Hiyo itakusaidia kufanya detoxification mwilini, kutoa sumu zote mwilini ambazo tayari zilikuwa zimekuletea madhara makubwa sana. Lakini pia kwa ukiwa unatumia hivyo, kama itakuwa kwako ni changamoto jinsi ya kuandaa, basi kuna dawa zipo ambazo tayari zimeshatengenezwa kwa ajili ya kutoa sumu mwilini, lakini pia kusafisha mfumo wako wa uzazi, lakini pia kuandaa mwili wako ili uweze kushika ujauzito kwa wepesi na urahisi zaidi. Kuna wengine unakuta wametumia vitu vingi, kila kitu anaenda kupima kiko sawa, lakini haoni changamoto yoyote. Kapima mpaka mume wake, hakuna changamoto yoyote, lakini anaweza huyo mtu akatumia dawa hizi zikampa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuconceive na kwa ni urahisi zaidi. Lakini hata kama mfano umekaa sehemu labda kuna mti wa mwarobaini, unaweza ukautumia kwa ajili ya kuweza kusafisha mwili, ukaukata majani kidogo, ukawa unatumia, unachemsha, unakuwa unakunywa asubuhi kikombe kimoja au glasi moja asubuhi na jioni glasi moja kwa muda wa siku 7, basi matokeo yako yanakuwa mazuri zaidi. Lakini pia kwa ile miti ya miashoki ile, wengi tunadhani tunaifahamu ile miashoki. Miashoki ile unakuwa unaitumia majani yake, unachukua unakata vizuri, kisha kata unachemsha, unakuwa unakunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Hii itakusaidia kufanya detoxification mwilini na kutoa sumu mwilini. Lakini kitu ambacho nachotaka ukisema kwamba ikiwa wewe ni mjamzito, ikiwa wewe ni mtu ambaye unatafuta ujauzito, kama una unene mzito zaidi au kibonge tunasema, manake una mafuta mingi mwilini, ushikaji wako unakuwa ni mdogo zaidi. Sasa imagine, kwa sababu mabadiliko ya hormone yanabadilisha mpaka ukitumia uzazi wa mpango unakuwa unabadilisha hormone mpaka unene unakuwa unabadilika, mwili unakuwa unabadilika. Kwa hiyo inakupelekea hiyo hali unakuwa hauna raha yoyote katika mahusiano yako, kwa sababu mwili wako unakuwa unakataa vitu vingi. Kwa hiyo ukitumia kitu kama hichi kitakuwa kinakusaidia. Chukua maji ya vuguvugu yale, chemsha vizuri, unajua namna gani ya kuchemsha kiurahisi. Chemsha yale maji, kisha chemsha,
weka kwenye glasi au kikombe, chukua na limao. Ukipata ndimu itapendeza zaidi, kata kipande, weka, kunywa. Hiyo moja itakusaidia. Lakini mbili, unaweza ukachukua maji ya moto, ukachukua limao, ukachukua ukaipika chai ya mchaichai, ukaweka na limao, ukaja kuweka mwishoni, ukaweka mchaichai, ukaweka hiliki, weka mdalasini, weka na tangawizi kidogo, alafu ukawa unaweka na limau, ukawa unatumia, itakusaidia kupunguza excess ya mafuta mwilini. Lakini unaweza pia ukachemsha maji, ukachukua ile ukachukua flaxseed ile, ukaweka kijiko kimoja, ukishaweka kijiko kimoja, itakusaidia. Kuna video hapa nitaiweka, utaona jinsi gani ya kuweza kutengeneza hiyo flaxseed. Unaweza kuweka hiyo flaxseed, ukaweka na maji ya vuguvugu, ukawa unakunywa. Hiyo itakusaidia uzuri sana. Kwa hiyo hayo nilikuwa nataka niyazungumze, nilikuwa nataka niyaelekeze kiwa kama wewe, na nitajitahidi sasa hivi kadri nauzidi kupata muda tuweze kuongea kidogo, tushauriane kidogo, ili tuweze kukuza channel iweze kukua vizuri, lakini iongeze wafuasi wengi, lakini iweze kukua pakubwa zaidi. Sasa ikiwa kama bado hujasubscribe, basi nakushauri uwahi moja kwa moja kwenye kusubscribe, kwa sababu ukiwa umesubscribe mapema unajiweka katika nafasi ya kuwa mtu wa kwanza ambaye anawahi kupata nakala kuliko mtu yoyote. Ukiwa mtu wa kwanza unakuwa unapata nafasi ya kukijua kitu mapema kabla ya wenzako. Kwa hiyo pia kitu ambacho nachopenda pia kukiongezea, ni vizuri zaidi pia kuweza kujua kuhusu mzunguko wako. Tulishaelekeza katika vipindi vinavyokuja. Kwa mfano mzunguko wako, uchukue mzunguko wako wa siku ngapi? Labda siku 28 au siku 30 au siku ngapi? Chukua siku 28, gawa mara 2, unapata 14. Ukichukua 14, ukigawa 14 kwa ukitoa 14 toa 4, inakuwa siku yako ya hatari inaanzia siku ya 10 mpaka siku ya ukitaka ujue siku yako inaishia wapi, chukua 14 jumlisha 4. Maana yake siku yako ya hatari inaanzia siku ya 10 mpaka siku ya 18. Kwa mzunguko wa siku 28 mfumo wake unakuwa ni hivyo. Na hili swali linakuwa naulizwa sana. Mzunguko wangu mimi upoje? Nitaujuaje mzunguko? Nitaujuaje? Na mzunguko unatakiwa uwe unaenda sawa. Kama ni siku 28, siku 28. Kama siku 30, siku 30. Kama siku 34, iwe siku 34. Isizidi. Na mzunguko unatakiwa uhesabiwe kuanzia siku ambayo umeona mzunguko, umeona hedhi, mpaka siku ambayo umekuja kuona hedhi nyingine. Kwa hiyo katikati ndo namna mzunguko wako unavyokuwa unahesabiwa. Ukiwa siku 28, basi unakuwa siku 28. Ukiwa siku 30, inakuwa siku 30. Ikiwa siku mzunguko unatakiwa uwe mzunguko sahihi unaanzia siku 22 mpaka 34. Ukiwa tofauti na hapo, basi kuna changamoto. Kwa hiyo wahi kusubscribe mapema hapo chini ili uweze kupata nakala zetu mapema na uwe mtu wa kwanza kabisa kuzipokea nakala hizi. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vinavyokuja.